lakini mimi najua kwamba umejitolea muanga kuna kwamba unafuatilia vipindi vyetu na vile vile kusikiliza siku ya Jumatatu hii ambapo ni tarehe 10 mwezi 11 huu mwaka wa 25. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Asubuhi njema hii, The Morning Call. Tunazamia katika The Morning Call nchini Tanzania ni kwamba nini mustakabali wa Tanzania baada ya maandamano. Ule uchaguzi uliotarajiwa kufanyika bila fujo, vifo na majeruhi, msikilizaji, uligubikwa na vurugu, milio ya risasi na misiba iliyofuata baadaye katika nchi ambayo kwa muda mrefu imepewa lakabu ya kisiwa cha amani barani Afrika. Huu ndio ufupisho wa kile kilichotokea Tanzania kuanzia Oktoba 29 mwaka huu, siku ambayo Watanzania waliingia vituoni kupiga kura. Wakati huo wengine wakaingia barabarani kufanya maandamano ambayo yaligeuka kuwa vurugu mbaya kuwahi kushuhudiwa katika miaka ya hivi karibuni. Maisha yanaendelea kurudi polepole nchini Tanzania, ingawa yanarudi huku kukiwa na ulinzi mkali wa vikosi vya usalama katika miji, wananchi wakizika wapendwa wao waliofariki dunia na wakitafuta wengine walio katika hospitali tofauti na wale wasiojulikana walipo. Katika mjumuiko wa hayo yote, maswali makubwa yameibuka huku tumefikaje hapa? Je, maandamano yamefanikiwa? Kipi kinafuata kwa raia na serikali baada ya vurugu mbaya za usiku na mchana zilizoondoka na vijana wengi kuharibu pakubwa mali za watu? Harufu ya uwepo wa maandamano Oktoba 29 ilianza baada ya chama cha upinzani, chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema, kutangaza hakitashiriki uchaguzi kukiwa hakuna mageuzi ya kupata katiba mpya na hasa tume huru ya uchaguzi. Badala yake wakatangaza tarehe hiyo wataitumia kuingia barabarani kuzuia uchaguzi usifanyike. Lakini mwandishi wa habari na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Tanzania, Khalifa Saida, anasema ni makosa kuyatazama maandamano ya Oktoba 29 kuwa yalikuja kama mwitikio wa wito wa Chadema pekee. Anafafanua, ingawa wapo walioshiriki ili kuzuia uchaguzi, pia wapo walioandamana kupaza sauti zao, na kwa sababu ya kutoridhishwa na mambo yanayoendelea chini ya taifa hilo na serikali iliyoshughulikia matukio kama watu kutekwa na kupotea katika mazingira yasiyoeleweka. Onesmo Ole Ngurumwa, mratibu wa kitaifa wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, anasema kutosikilizana kwa pande mbili kulifanikisha mawazo tofauti na ni sababu kubwa ya Tanzania kufikia ilipofika sasa. Swala la msingi ambalo limewafikia ni kwamba walipo ni swala la taifa kugawanyika. Manunguniko, malalamiko mengi ya wananchi, taasisi mbalimbali zikiwemo vyama vya upinzani. Anasema Ole Ngurumwa anakuongeza kuwa kukutana kama taifa na kuweka mjadala wa kitaifa kungezuia madhara yaliyoletwa na maandamano. Kwa mujibu wa mashirika ya haki za binadamu likiwamo la Amnesty International, wanasema mamia watu wameuawa katika maandamano hayo, huku vituhumu vyombo vya usalama kutumia nguvu kupita kiasi katika kupambana na waandamanaji. Serikali ya Tanzania imekana vyombo vyake vya usalama kutumia nguvu kupita kiasi, na licha ya kukiri kutokea kwa vurugu, vifo na uharibifu wa mali, bado haijatoa idadi yaliyouawa hadi katika makala haya tunavyoenda hewani sasa hivi, msikilizaji, kupitia kipindi hiki. Na katika kufanikiwa kwa maandamano kunategemea kwa sehemu kubwa na lengo la waandamanaji yenyewe na yale yatakayofuata baadaye. Bila shaka watu walifanikiwa kuingia barabarani licha ya ukweli kwamba gharama kubwa ya uhai imelipwa. Pengine serikali imejipata kwamba walioingia barabarani wameshughulikiwa na kila kitu kinaanza kurudi kama kilivyokuwa. Na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, tayari ameapishwa kwa ushindi wa asilimia zipatazo 90. Ikiwa itakuwa na dhana njema, naamini serikali inajiandaa kujibu maswali juu ya kile kilichotokea. Haitokuwa ungwana kukaa kimya
milele bila kujibu maswali juu ya majeruhi na vifo ambavyo vimerekodiwa katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Bila shaka swali linalobaki kwa wachambuzi wa siasa, je, maandamano yamefanikiwa au damu ilimwagika bure? Yamefanikiwa, anasema Said, kwa sababu si jambo ambalo limezoeleka kwa Watanzania, vile tu kwamba maandamano yamefanyika na kwamba kiwango kikubwa ni mafanikio makubwa. Yameandika historia mpya katika siasa za Tanzania na yatatoa mwelekeo jinsi siasa zao zitakavyofanyika huko mbeleni. Kuanzia sasa, na serikali haiwezi kuliacha jambo hili lipite bila kuchota mafunzo na kuchukua hatua za kuboresha mahusiano kati yake na wananchi. Katika nchi yenye zaidi ya watu milioni 60 wameunganishwa na lugha moja ya Kiswahili na tofauti zao za asili, rangi na dini, kwa hakika Oktoba 29 itabaki katika historia ya vurugu mbaya za kisiasa nchini Tanzania. Turudi nyuma kidogo. Kabla ya Kenya kuwa na katiba mpya mwaka 2010 ambayo imesukuma mbele kwenye uwanda mpana zaidi wa uhuru wa kisiasa, kwanza nchi hiyo iliingia kwenye machafuko mwaka 2007-2008. Kwa mjibu wa mahakama ya uhalifu ya kivita ICC, vurugu hizo zilisababisha zaidi ya watu 1100 kuuawa, 3500 kujeruhiwa na nusu ya 1600, zaidi ya nusu milioni kulazimika kuyahama makazi yao. Katika siku 60 za ghasia kulikuwa na mamia ya ubakaji na zaidi ya mali 1100 kuharibiwa. Katiba mpya, ambapo namna hiyo kwamba katiba mpya ilikuwa jibu la moja kwa moja kwa ghasia za baada ya uchaguzi wa 2007-2008 na iliundwa kushughulikia masuala ya msingi yaliyochochea ghasia hizo. Tukirudi nchini Tanzania, watu watakaojenga hoja kwamba matakwa ya upinzani yasingesikilizwa, pengine kwamba matakwa ya upinzani yangesikilizwa, pengine wangefika hapo walipo sasa. Wengine watasema kama watu wasingekuwa wanapotea na kutekwa, labda vijana wasingeingia barabarani. Na wapo watakaofika mbali zaidi na kusema ikiwa silaha za moto zisingetumika, yamkini waliofariki dunia wengi wangekuwa bado wako hai. Wakati tume ya haki za binadamu ya utawala bora nchini Tanzania ikijiandaa kuchunguza yaliyotokea wakati wa maandamano, swali ni kwamba kipi kilifuata na kwa raia na serikali baada ya vurugu hizo kutokea nchini Tanzania. Elizabeth Adundo, aliyekuwa mwangalizi wa uchaguzi Tanzania chini ya mwavuli wa Africa Liberal Network, anasema kwanza, wafungwa wote wa kisiasa akiwemo Tundu Lissu lazima waachiliwe huru. Huwezi kujenga maridhiano wakati bado watu wako ndani. Pia lazima kuwe na mageuzi, kwani katiba iliyopo sasa ni ya zamani sana, na ni lazima kutumike katiba itakayoendana na matakwa ya watu. Naye wakili Ole Ngurumwa kutoka THRD anasema kwanza kukiri makosa yaliyofanyika na kuomba radhi wa Tanzania waliopoteza wapendwa wao. Kuzungumza mwishoni mwa wiki katika mkutano wa dharura wa ukuu wa nchi za serikali nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel John Nchimbi amesema kuwa serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imechukua hatua madhubuti ya kulinda umoja wa kitaifa na kuhakikisha wananchi wanaishi kwa utawala wa sheria. Na hiyo ndio The Morning Call siku ya leo.